Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa kwa herufi nyekundu subscribe. Lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na bila kupoteza wakati, leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika wali wa njegere. Ni mtamu sana, huu ni wali wa nazi. Tunapika kwa njia rahisi kabisa. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Utahitaji mafuta ya kupikia. Hapa nimetumia mafuta mils 300. Utaweka kwenye sufuria yako, kisha utaacha yapate moto, na kisha utaweka vitunguu maji ulivyovikata, vitunguu vikubwa 3, na kisha utaongeza karoti kubwa 2 mpaka 3, inategemea na ukubwa wa karoti zako, na kisha utaendelea kukaanga mpaka uhakikishe vimenyauka, na kisha utaongeza njegere. Hapa njegere nimeongeza njegere vikombe 4. Kwa hiyo utaendelea kuvichanganya na karoti yako na kitunguu. So vikaange kitunguu au karoti mpaka viwe vya brown, hapana, ni uhakikisha tu vimenyauka maji. Kisha utakoroga na njegere zako, na kisha utaongeza chumvi. Chumvi utaongeza vijiko 3 vya chakula. Kwa hiyo utaongeza vijiko 3 vya chumvi vya chakula, na kisha utachanganya chumvi yako ili iweze kuivia vizuri. Na utapika njegere hizi kwa dakika chache sana, kama dakika 5. Huku ukiendelea kuzikoroga, na kisha utaongeza nyanya, ambao nyanya yako utakuwa umeisaga. Kwa hiyo nyanya hizi ni wastani wa nyanya 2 mpaka 3 kubwa. Kwa hiyo utaendelea kuzichanganya na kisha utazifunika kama dakika 2 mpaka 3 ili nyanya yako iweze kuivia vizuri. Ukiziangalia nadhani unaweza kaona nyanya imeivia vizuri, imetengeneza rojo. Na kisha tunaongeza mchele. Hapa tutakuja kuongeza mchele kiasi cha kilo 2 au kilo 2 sasa na vikombe 8 mpaka 10, inategemea na ukubwa wa vikombe vyako, lakini kwa vikombe vyenye ujazo wa robo lita ni sawa na vikombe 10. Kwa hiyo utaongeza mchele wako, na kisha utauchanganya pamoja na mchanganyiko wa njegere zako mpaka uone umechanganyika vizuri. Tafadhali usisahau kusubscribe, jamani, ni muhimu sana, ni support yenu kubwa sana. Lakini vile vile usisahau kushare video hii na ndugu jamaa na marafiki, inatusaidia sana kwa channel yetu kukua. Vile vile usisahau like video hii na video zetu nyingine, na kisha utaongeza maji ya nazi. Hapa tumetumia tui la kwanza na tui la pili. Tui la kwanza nadhani umeelewa ni ile iliyokuja kama maziwa, lakini tui la pili ni ile tulilianza kuliweka mwanzoni kabisa. Kiwango cha maji ambacho tutakitumia hapa ni wastani wa maji lita 3. Kwa hiyo utakamua tui lako la nazi maji lita 3, ambapo lita 1 utafanya tui la kwanza, na ile lita 2 zilizobaki utafanya tui la pili. Kisha utafunika na kuacha uive ndani ya dakika 20. Nadhani unaweza kaona maji yetu hajakaukia vizuri, hata kiini kiko kwa mbali, na hivi ndio inatakiwa. Nadhani unaona bado maji hajakaukia. Na kisha hapa tutaenda kupalia. Nadhani kukamua nazi unaweza kaangalia hata video za nyuma zilizopita, tulionyesha jinsi ya kukamua tui la nazi. Kwa hiyo ukishamaliza, ukishaona baada ya hizo dakika 20, utautegua na kisha utaweka mkaa juu mwingi na kubakiza kiasi kwenye jiko la chini. Kwa hiyo utaupalia ndani ya dakika 15 nyingine mpaka 30. Wali wako utakuwa umeiva vizuri kabisa. Ukiangalia hapo ububu wako umeiva vizuri kabisa, haujapungukiwa maji, uko tayari kabisa kwa kuliwa. Na kama hautumii jiko la mkaa, unaweza vile vile ukaweka kwenye oven kwa dakika 15 mpaka 20. Ila ukiweka kwenye oven hakikisha unafunika na foil paper kwa juu, na kisha unafunika na mfuniko na kuacha ndani ya dakika 15 mpaka 20 kwa nyuzi joto 150 za centigrade. Tafadhali usisite kutufuatilia Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la Bells Farm Kitchen. Na ukiangalia bubu wako uko tayari, umeiva vizuri, ni mtamu, harufu yake ni nzuri. Unaweza